Kwa majina naitwa Dickson Richard, meneja mwandamizi upande wa idara ya biashara na anayeshughulika mikopo ya kati kutoka NMB makao makuu. Leo hii tuko hapa mkoani Tabora katika mwendelezo wa kutoa elimu kwa wajasiriamali wetu na kwa ujumla wafanyabiashara wote walioko mkoa wa Tabora katika kutoa suluhisho mbalimbali na kuwapa elimu zetu za kibenki. Kwetu ni mwendelezo tu wa safari tuliyoianza miaka 10 iliyopita tukiwa na dira ya kutaka kuwaelimisha na kuwapa elimu. Nakumbuka wajasiriamali wengi hapa, wengine ni wateja wapya, lakini wengine ni wateja ambao tumekuwa nao kwenye upande wa mikopo kwa muda, na jukwaa hili linatupa nafasi ya kufanya mrejesho wa bidhaa zetu ili tuendelee kuboresha zaidi. Lakini mbali na hiyo, jukwaa hili linatupa ile mrejesho vile au kupeana feedback na wateja wetu kwa yale tuliyoyaboresha kulingana na vikao vyetu vya awamu zilizopita. Hivyo ni jukwaa ambalo kama mlivyosikia wadau wamesema wanapenda liendelee kuwepo, kwa maana yake tumekuwa tukitoa elimu mbalimbali, tumekuwa tukitoa elimu ya toka tumeanza ya kuweka kumbukumbu, utunzaji wa data zao, lakini mbali na hiyo kufanya biashara kulingana na taratibu na sheria za nchi. Mbali na hiyo jinsi ya upangaji bei, lakini jukwaa hili tumekutanisha wadau mbalimbali. Mmeona wenzetu wa TRA wamekuwepo humu, mtu wa watu wa ardhi, afisa biashara, afisa ustawi wa jamii. Yote ni nia ya kutaka kuboresha biashara zetu ili ziende kisasa kulingana na kasi na ukuaji wa benki yetu ya NMB. Katika kuboresha biashara zetu kufanya kidijitali zaidi, tumeongeza masuluhisho, hasa mnavyoona kwamba kwenye malipo sio lazima saizi mtu aanze kutoka na hela sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mteja anaweza akalipa kwa kutumia lipa namba ambayo kitaalamu inaitwa QR. Mteja analipa kwa kutumia Merchant POS, lakini tumeendelea kuboresha huduma zetu vile vile kwa upande wa kuwapa wateja kwamba kwenye upande wa internet banking anaweza akafanya muamala kwa kuhamisha kutoka upande mwingine kwake kupeleka kwa mtu anayemsupply mzigo, lakini na masuluhisho yote, kwa maana kwamba kulingana na unajua NMB ndio benki ambayo tunaangalia na tupo karibu na wateja zaidi. Kwa hiyo mengi tunayoyafanya ni nia ya kumfanya mfanyabiashara afanye biashara kwa unafuu na kwa urahisi na kumuondolea mzigo wa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo anaweza akafanya muamala hapa akafanya na mtu hata aliyoko China bila hata kufika. Kwa majina naitwa Ashura Shabani Mwazembe, ni mwenyekiti wa wajasiriamali mkoa wa Tabora, lakini ni katibu jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi. Kwa kweli leo kongamano hili la NMB limekuwa ni fursa kubwa kwetu, kwa sababu sisi kama wajasiriamali mkoa wa Tabora, kama mpaka sasa tumeshajiandikisha wajasiriamali 78 kwa ajili ya kuishiriki maonyesho ya East Africa. Wameongelea kitu cha msingi sana, SM kadi. Hii kadi inamsaidia sana mjasiriamali. Waliwahi kutukatia kadi, ukitoka nje ya nchi kuna huduma ambazo uzipati. Lakini kupitia kadi hii, kwa maelezo yaliyotolewa hapa na elimu iliyotolewa, ni kwamba hata nitakapokuwa nje ya nchi yetu ya Tanzania na uwezo kupata huduma mbalimbali ambazo za kifedha. Ni kweli kabisa kwamba NMB imekuwa mkombozi mkubwa kwa wajasiriamali, kwa sababu tuna akaunti nyingi tunazozitumia kwao. Mfano kadi za chap na wajasiriamali anataka kuharakisha kitu, amepata manunuzi ya asali au bidhaa mbalimbali za mazao. Ni rahisi kujikopesha kupitia Mshiko Fasta, anakopa na wengi wanatumia, na ndio maana umeona kuna wajasiriamali tuna lipa namba za NMB. Kabla hata elimu walishatupa elimu zamani ya kongamano la leo. Kwa hiyo tulishakata NMB mkononi. Kwa hiyo tunajua ina faida gani kwamba mtu anaponunua tayari analipa kupitia NMB na wewe unapata faida katika mzunguko wako wa akaunti. Ina maana kwamba kuna kitu kinachoendelea. Kwa hiyo unakopesheka kirahisi na unaweza kupata mkopo kwa wakati, kuliko kusubiri 10%. Saa zingine vikundi vinakuwa ni vingi sana na mapato yetu ya ndani ni madogo. Kwa hiyo vikundi vinaomba 10,000, yawezekana vimepata vikundi 600. Kwa hiyo hawa wengine wote wakiwa wanakopesheka, wakienda benki wakati wanasubiri mkopo wa 10%, ni rahisi kukopesheka kwa sababu akaunti yako inafanya kazi na mizunguko mbalimbali. Kwa kweli NMB imekuwa ni mkombozi mkubwa sana
kwa sisi wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo wadogo, ambayo umeona hata leo mfanyabiashara mdogo, mama lishe au mpishi wa vitumbua, mtengenezaji wa asali na mizinga, akienda benki anakopesheka kwa sababu anaenda kufungua kiwanda kidogo kidogo, na vyote hivi vipo kwenye mkopo wa 7%. Hakika tunashukuru Mungu, tumefanikiwa pakubwa sana. Na hapa leo utaona namna gani sisi tulioalikwa kama watu 5 tumeweza kupata elimu, lakini tumewaita na wenzetu 78 waje wapate kadi ya SME ambayo itatusaidia ndani ya nchi na nje ya nchi ambako tunaenda kwenye biashara. Kwa majina naitwa Zuberi Saumari, mwenyekiti wa wafanyabiashara ndogo ndogo mkoa wa Tabora. Na kabla sijasema faida ya business club ya leo iliyoandaliwa na NMB benki, ningeomba ni toa ufafanuzi kidogo neno wafanyabiashara ndogo ndogo kwa mwongozo wa serikali. Tunaposema wafanyabiashara ndogo ndogo kwa sasa tunamaanisha mkulima mdogo, mfugaji mdogo, mvuvi, sekta ya viwanda, sekta ya maliasili na utalii, madereva pikipiki na bajaji, mama na baba lishe, wafanyabiashara wenyewe ambao wanauza bidhaa za madukani na hata wakati mwingine za natural. Kwa hiyo hao wote kwa sasa ndio wanaitwa wafanyabiashara ndogo ndogo. Kwa hiyo katika tukio la leo lililoandaliwa na NMB benki, NMB benki ni sisi kwetu kama wafanyabiashara ndogo ndogo ni wadau muhimu sana. Moja, kwanza ndiko ambako mikopo yetu ya wafanyabiashara ndogo ndogo inakopitia. Lakini pia tumekuwa tukishirikiana nao kwa mambo mengi, ikiwemo masuala mazima ya utoaji wa elimu ya mikopo. Na leo katika hafla leo, katika hii business club ya leo iliyoandaliwa na benki ya NMB, umesikia wamesema au wameelezea fursa ya mikopo ya wafanyabiashara ndogo ndogo. Wao kama benki wametuelezea mikopo ya aina mbili na utugusa. Ipo mikopo inayowagusa wafanyabiashara ndogo ndogo kwa mtu mmoja vile vile, kwa mazingira aliyopo, kwa maana wale walioko masokoni tu. Lakini wana mikopo mingine ambayo ni maelekezo ya serikali, ambayo hiyo mikopo inamgusa mfanyabiashara ndogo ndogo katika hizo sekta nilizozitaja kutoka eneo lolote lile analofanyia biashara. Na mimi niombe kupitia mafunzo yaliyotolewa leo hapo, ni waombe wafanyabiashara wenzangu wadogo wadogo watambue uwepo wa mikopo hiyo, lakini pia waweze kuelewa utaratibu mzima wa kuipata mikopo hiyo. Na leo benki wameongea vitu vingi vya msingi ambavyo vinatugusa, ikiwemo pia mifumo yao ya NMB kiganjani. NMB kiganjani na maana imekwenda kurahisisha muda wa huduma za kibenki. Tunawapongeza, ni jambo zuri, na sisi kama viongozi tulioalikwa kushiriki katika hii business club, elimu tulioipata tutaifikisha kwa wenzetu. Mimi naitwa Michael Steven Mambo, ndiye mkurugenzi wa taasisi ya Temihill, lakini ni mwanachama wa NMB kwa muda mrefu sana. Ni kati ya wanachama wa mwanzo na namba yangu ni 25. Lakini pia kwa bahati nzuri ni mwenyekiti wa NMB Business Club. Kinachonifurahisha katika kongamano za NMB ni kwamba katika mkoa wa Tabora, niseme ukweli kwamba NMB ndio benki pekee ambayo imekuwa ikitoa kongamano au semina kwa wanachama wake au kwa wafanyabiashara. Tulianza zamani kidogo kama miaka 10 iliyopita, na wafanyabiashara wadogo wadogo na wakati Tabora wamepata elimu ya biashara, namna ya kutunza vitabu, namna ya kufungua biashara, namna ya kuendeleza biashara, namna ya nzuri ya kutunza biashara zao, lakini niseme pia namna ya kupata vitu vinavyowasaidia wawe salama, kwa maana ya usajili wa biashara. Mfumo wa kidigitali ambayo ni benki mkononi inapunguza muda wa kazi. Unajua watu wanafanya biashara, unapofanya biashara upate kupoteza muda. Kama unaweza kufanya biashara kutumia lipa namba, kama unaweza kufanya biashara kutumia simu yako, huna muda wa kwenda kuunga foleni benki, unafanya mambo mengine. Inapunguzia muda, inajenga uaminifu na inakuongezea faida.